Karibu kwenye Official Hudhei Pi Updates, chanzo chako cha kuaminika kwa taarifa zote muhimu kuhusu Pi Network. Leo tunakuletea taarifa maalum kutoka kwa Pi Core Team kuhusu ushiriki wao katika tukio kubwa la teknolojia na blockchain Consensus Miami 2026. Katika tangazo hili, waanzilishi wa Pi Network wamethibitishwa kuwa wasemaji wakuu katika Consensus Miami 2026, tukio litakalofanyika tarehe 6 na 7 Mei jijini Miami. Ushiriki wao unaonyesha mwelekeo wa Pi Network kuelekea enzi ya akili bandia, yaani AI, kwa kuzingatia maendeleo ya bidhaa zenye matumizi halisi na mifumo endelevu ya biashara kupitia teknolojia ya blockchain, utambulisho uliothibitishwa, pamoja na mtandao mkubwa wa watumiaji duniani kote. Miongoni mwa wasemaji hao ni Cheng Diofan, ambaye atatoa hotuba yake siku ya Jumatano, tarehe 6 Mei, kuanzia saa 11:15 hadi saa 11:35 asubuhi kwa saa za EDT katika jukwaa la Convergence Stage. Katika wasilisho lake lenye kichwa Aligning Web3, AI and Blockchain for Utility, Cheng Dio ataelezea kwa kina jinsi ambavyo miundombinu ya blockchain ya Pi pamoja na mfumo wake wa uthibitishaji wa utambulisho na mtandao wa kimataifa wa watumiaji vinaweza kusaidia kujenga bidhaa zenye matumizi halisi katika enzi ya AI. Ataangazia pia jinsi AI inavyopunguza vikwazo vya kuanzisha bidhaa mpya na hivyo kufanya ushindani kuhamia zaidi kwenye upatikanaji wa data halisi, watumiaji wa kweli na ushiriki wa watu unaoaminika. Aidha, atatoa mtazamo mpya kuhusu tokeni za kripto, akizielezea si kama njia ya kutoka au kuuza, bali kama zana za kukuza ukuaji endelevu na matumizi ya kweli katika maisha ya kila siku. Kwa upande mwingine, Nicholas Kokkalis atashiriki katika mjadala wa jopo siku ya Alhamisi tarehe 7 Mei, kuanzia saa 10:15 hadi 10:45 asubuhi katika jukwaa hilo hilo la Convergence Stage. Mada ya mjadala huu ni How to prove you're human in an AI world without doxing yourself. Katika mjadala huu, watajadili changamoto kubwa inayokuwa kwa kasi katika dunia ya leo ya AI, ambayo ni kuthibitisha utambulisho wa binadamu halisi mtandaoni bila kulazimika kufichua taarifa binafsi. Pi Network inaweka mkazo mkubwa katika kutatua tatizo hili kwa kutumia suluhisho lake la KYC, ambalo linasaidia kuthibitisha watumiaji kama binadamu halisi, huku likilinda faragha zao. Mada hii inakuja wakati ambapo mifumo ya AI ina uwezo mkubwa wa kuunda akaunti bandia na kuiga tabia za binadamu, jambo linalovuruga mfumo wa uaminifu mtandaoni. Kwa ujumla, ushiriki wa Pi Network katika Consensus 2026 unaonyesha dhamira yao ya kuunganisha teknolojia za Web3, AI na blockchain ili kujenga mfumo imara unaolenga matumizi halisi, uthibitisho wa utambulisho wa watumiaji na ujenzi wa uchumi wa kidijitali unaoaminika na endelevu. Hivyo basi, kama unataka kujifunza zaidi na kufuatilia kwa karibu mjadala huu muhimu, hakikisha unafuatilia matukio ya Consensus Miami 2026 yatakayofanyika tarehe 6 na 7 Mei. Hadi hapo, huu ulikuwa ni muhtasari wa taarifa kutoka Pi Core Team kuhusu ushiriki wao katika Consensus 2026, ambapo wameeleza wazi mwelekeo wao katika kuunganisha AI, blockchain na utambulisho wa kidijitali ili kujenga mfumo wenye matumizi halisi na unaoaminika. Asante kwa kutazama au kusikiliza kupitia Official Hudhei Pi Updates. Usisahau kufuatilia channel hii kwa taarifa zaidi za Pi Network. Tutaonana tena kwenye update ijayo.